Nitumie nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano aweze kusalimia kidogo. Tunasema ni kituo kipya kwa sababu wengi wenu ambao wanakaa maeneo haya na hawajapita upande huu wanashangaa, yani hela zilikuja lini, kimejengwa saa ngapi, na kila mtu anaangalia hivi. Kwa nini? Sababu ni moja, ndugu kiongozi wetu wa mbio za mwenge wa uhuru. Hapa kata yetu ya Isyesye ina watu wengi sana. Lakini tulikuwa tunatumia zahanati ambayo iko upande ule mlikokatia kona kuja huku mkitoka njia kuu ile inayojengwa njia 4. Sasa kule kidogo kulikuwa mbali kwa watu wanaotoka upande huu, na sasa kuletwa kwa kituo hiki cha afya hapa, sisi wana Isyesye, sisi wana Uyole, tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kazi hii imefanyika ndani ya muda mfupi kabisa kuliko ilivyo kawaida. Na utupelekee salamu hizi maalum kwake kwamba wana Isyesye tunamshukuru. Lakini kwa sababu wengi tulioko hapa ni wana Isyesye, hatumshukuru tu kwa ajili ya kituo cha afya, tunamshukuru kwa ajili ya mambo mengi makubwa aliyoyafanya, ambayo kwa hapa kata ya Isyesye tumepata tu nafasi ya kutembelewa kwenye kituo cha afya. Lakini kiko kituo kikubwa cha maonesho cha kimataifa cha kilimo kinajengwa kwenye kata hii ya Isyesye eneo la 88. Liko soko kubwa la mazao la kimataifa linajengwa kwenye kata hii ya Isyesye pale 88. Sisi wana Isyesye tunamshukuru Dr. Samia kwa sababu kwenye eneo la elimu, shule yetu ya Hayanga yako madarasa pale, ukarabati umefanyika. Shule yetu ya msingi ya Ilomba wanafunzi wako hapa. Shule ile imefanywa ukarabati mkubwa, maana ilijengwa tangu mwaka 1976 wakati mimi nazaliwa, ndo shule ile imejengwa. Sasa ile shule ni kama mpya kabisa. Mwenge wa Uhuru ungekuwa na nafasi ungepita pale ujionee mambo makubwa yaliyofanyika. Kwa hivyo sisi wana Isyesye, sisi wana Uyole tunafahamu, na barabara hii wakati mnakatisha kuna kipande mmeona pale cha lami kinaendelea na ujenzi, na tunataka lami zaidi. Ndio maana ujumbe maalum wa mbio za mwenge mwaka huu unahusu watu tujitokeze kwenda kuchagua viongozi bora kabisa wenye uwezo wa kutuletea maendeleo. Na sisi wana Isyesye tumekubaliana tutafanya hivyo itakapofika tarehe 29 ili tuchague maendeleo. Na kuchagua maendeleo tunafahamu diwani gani hapa Isyesye atatuletea maendeleo, mbunge gani jimbo la Uyole atatuletea maendeleo, na rais gani nchi hii atatuletea maendeleo. Dr. Samia oye! Kwa hivyo kwa sababu nimepewa tu fursa ya kusalimu, lakini hapo nyuma tena hujapata nafasi kwa sababu ya muda, mwenge wetu unaenda kwa muda. Hapo nyuma yako magari, ndugu zangu wana Isyesye, mwenge ukishaondoka hapa tupite hapa nyuma kinachimba kisima cha kihistoria ili kuondoa ada ya maji hapa kwenye kituo chetu cha afya, lakini pia kwenye maeneo jirani hapo na wao wataweza kupata maji hapa, kwa sababu kisima kinachochimbwa kina uwezo mkubwa wa kuzalisha maji. Sasa nimalizie, pamoja na kwamba ujumbe huu ni wa kuhusu uchaguzi kwa ujumla, lakini wana Isyesye tunafahamu kazi nzuri ambayo tumefanyiwa na hisani tuliofanyiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sina mashaka huko kwenye majukwaa tumefanya siasa hapa. Leo sio mkutano wa siasa, lakini tumefanya siasa huko, naamini mmetuelewa. Hebu mikono hivi ya watu wametolewa kwamba tutachagua maendeleo. Asanteni sana. Kwa salamu hizi tunaukaribisha sana mwenge wa uhuru hapa kwenye kata yetu ya Isyesye. Tunawakaribisha wakimbiza mwenge wa uhuru wote hapa kwenye kata yetu ya Isyesye, na kituo chetu hiki cha afya kitatufaa sana. Kama ulivyogawa pale Vyandarua kwa mama wajawazito, sasa hawatalazimika kwenda mbali kwa ajili ya kutuletea hivyo viumbe, watajifungulia hapa, kwa sababu jengo la mama na mtoto liko tayari kwa ajili ya kuhakikisha viumbe wanaokuja duniani hawapelekwi mbali, wanazaliwa hapa Isyesye na wanakaa hapa Isyesye. Dr. Samia oye! Mwenge wa Uhuru oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza.